Wajasiriamali wanaofanya kazi katika eneo la Amani Mkoa wamelalamika mazingira machafu yanayowazunguka katika sehemu yao ya kazi. Wamesisitiza kuwa hali hiyo si tu inaharibu mazingira ya biashara zao, bali pia inahatarisha afya za wananchi, hususan watoto wanaoishi na kucheza karibu na eneo hilo. Wameeleza kuwa harufu kali na uchafu unaotiririka ni chanzo kikubwa cha magonjwa ya mlipuko, wakiomba viongozi husika kutatua tatizo hilo. Kwa jina naitwa Juma Jiali kutokea Dunga, lakini sehemu ya Amani ni sehemu yetu ya kutafutia riziki. Kwa hiyo changamoto nyingi ambazo zinatuzunguruka katika eneo hili manake ni changamoto hatarifu. Nikisema hivyo kwa sababu sehemu kama mnavyoiona, sehemu hii leo ndo tunasema imekauka. Lakini siku inochafuka vitu vinavyotoka ndani manake haviwezi kusemeka. Watu wanatiririsha maji machafu ambayo tayari washapokesha makaro yao, wanatupa mapimpasi, pia makondomu yanakuwa yamezagaa katika eneo letu. Lakini changamoto hizi tumezunguruka na tukapita nyanja hadi nyanja kulizafutia ufumbuzi, lakini mpaka leo suala hili limekuwa umu kwetu sisi. Na ukizingatia tupo katika sehemu hii, sisi hatupo bure. Tunalipa kodi kama waliokuwemo humu ndani, nao wanalipa kodi kwa wakati. Kwa hiyo tunachokiomba sisi, kama sisi ni wananchi, tumekaa tukachagua viongozi lengo kunduondoshea kero katika jamii zetu na katika maeneo yetu, basi viongozi hawa huu ndo wakati wake. Eneo hili sio sisi tu, kuna wapita njia, pia kuna wakaazi, lakini kuna watoto. Kuna watoto wakubwa na watoto wadogo. Wao wanafikia hatua kuchukua haya makondomu na kupuliza kama mabofu. Hili ni jambo ambalo ni hatari. Pia habari za vigae, machupa yanavunjwa ovyo, mikojo watu wanakojoa. Kwa hiyo eneo hili haliko salama hata kidogo kama mnavyoliona. Naitwa Idrisa Azizi Juma, mjasiriamali wa Amani Mkoa. Hapa najishughulisha na shughuli za kutengeneza mitwiko na mambo yote yanayohusiana na mabati. Changamoto yetu kubwa ni uchafu ambao unaenea katika maeneo yetu ya kazi haya, hususan maji ya choo, kondomu. Na hili leo si mara ya kwanza kulizungumzia. Tushazungumza katika media mbalimbali. Tushawaita hapa, tushakwenda kwa wilayani, tushakwenda kwa sheha, tushakwenda baraza la manispaa. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali, hasa ngazi za juu, walifanyie kazi hili. Wasisubiri mpaka watu wakapata maradhi ndio wakalipa kipaumbele. Sasa hivi huu ndo muda wa kulifanyia kazi, kwa sababu hii si mara ya kwanza jamani. Tuseme vipi ili mtuelewe kwamba hili jambo limetutosha. Sasa hivi mpaka majirani hapa wamechoka. Tumwambia leo wanakuja waandishi mje mzungumze nao, pia wamesema tushachoka kuzungumza. Kwa hiyo jamani, tunaomba serikali mlifanyie kazi hili jambo, lishakuwa linatutosha. Juhudi za viongozi kuweka mazingira sawa zinaendelea na kila changamoto ina muda wake wa ufumbuzi. Diwani wa wadi ya Amani, Makame Hamisi Ame, amewataka wajasiriamali na wananchi kwa ujumla kuwa wastahimilivu. Ameahidi kuwa hatua madhubuti zitachukuliwa ili kuhakikisha tatizo hilo linapatiwa ufumbuzi wa kudumu katika siku za hivi karibuni. Kwa jina naitwa Makame Hamisi Ame, ni diwani wa wadi ya Amani. Tunachokizungumzia hapa ni swala zima la karo lililoko nyuma ya maduka CCM ya mkoa. Nyuma pana karo pale mbovu, inawakera wananchi na wapita njia. Kwa hivyo karo ile, bahati nzuri au mbaya, juzi alihojiwa sheha wa shehia ya Amani, Mzee Al-Mabadi, lakini ufumbuzi wake utapatikana karibuni, kwa sababu kutakuja viongozi wakuu wa wilaya pale tashirikiana ili kupata ufumbuzi wa kulifanyia dawa lile karo lenyewe. Kwa hivyo naomba wananchi wastahimili kidogo. Dawa ya pale iko jikoni na itafanywa kazi inshallah. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja,
kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar. Hizi ni ripoti za Asam Fatma Bernard, Asam Online TV.